Prince Dube ni mchezaji wa Yanga na ndio maana unaona anapata nafasi kwenye kikosi chetu, lakini anapigwa vibwengo sana. Lazima, kwa sababu ili kuweza kulaumiwa lazima uwe kuna kitu kipo. Kwa mfano kama huwezi kuwa na mwarobaini ukipigwa mawe, kwa sababu mwarobaini hakuna matunda yote yanayopatikana. Kwa ukiona Prince Dube anapewa lawani kwa sababu nafasi nyingi zinatengenezwa na yeye anakosa, lakini kosa zile zinatokana na yeye namna ambavyo anajiposition. Kama angekuwa hawezi kujiposition zile nafasi usingeziona. Kwa hiyo yeye ana mchango mkubwa. Kuna wakati hawezi kufunga, lakini anafanya build up ya timu inacheza vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na mchezaji wetu, na sisi tunaishi naye. Sisi tofauti na wenzetu ambao kiongozi au mchezaji akifanya vibaya wanakuja kumuimba atumtaki. Sisi tumejengea utaratibu, hata kama mchezaji ana changamoto tunambeba, tunaishi naye ili kuweza kutengeneza kiwango cha, kwa sababu Dube analipwa na Yanga. Kwa hiyo kitu cha kusema kama unataka umtoe umuondoe, maana yake unavunja mkataba. Ukivunja mkataba nani anapata hasara? Inapata hasara klabu, ambayo klabu ndani yake niko mimi ambaye ninachangia kadi ya wanachama na ninunua jezi na ingia uwanjani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi mashabiki tunataka tuelewe. Unapopiga kelele kwamba fulani aondoke, ujue unaitia hasara klabu yako. Coastal Union walikuwa na kiwango gani ama walikuwa kikwazo gani dhidi ya kwenye dakika 90 mpaka mnakuja kupata goli moja na mkaibuka na ushindi mkaibuka na pointi 3? Coastal Union walikuwa wazuri walikuwa compact, yani walikuwa wanacheza kwa kujilinda, ni kwa discipline. Alikuwa anajua sababu Yanga ni timu kubwa. Kwa hiyo mwanzo walikuwa wanacheza kwa discipline, lakini baadaye wakaleta mazoea, wakaona kwamba tunaweza kupishana na Yanga. Mwisho siku wakaja wakamtoa, kuna striker mmoja alikuwa anaitwa Mabadi yule, baada ya kumtoa wakajikuta Coastal Union na wapandi wanazuia tu. Hicho ndio kitu ambacho kilichokuja baadaye kikawafunga. Na kocha wetu kwa maana ya Pedro alichokifanya, akafanya sabu za haraka, akaingiza mawinga, akaingiza na striker mwingine pale kwa maana ya Boyeli. Kwa hiyo timu ikawa inasukuma sana mashambulizi mbele, japokuwa alikuwa ameriski, kwa sababu unapoingiza mastreka wawili kuna eneo, kuna mchezaji ambaye unamwacha, lakini kwa sababu wao Coastal Union walikuwa wamekuja kuzuia, kwa wakajikuta sasa wanacheza pungufu, tukawahukumu. Lakini wasingemtoa yule Maabadi, game ingekuwa ngumu sana, kwa sababu kule mbele alikuwa anaweza kufanya mashambulizi, anakaa na mpira angalau sekunde kadhaa, lakini kocha alivyomtoa, na sijui kwa nini alimtoa yule mchezaji. Kile ndio kilichofanya Coastal Union mchezo walipoteza, lakini walicheza vizuri sana. Kwa hiyo sabu ndio zilizowaangusha Coastal Union. Hata Simba wenyewe sabu ziliwaangusha, Simba ziliwaangusha. Ile mechi ya kutakiwa kupoteza kwa 2-0, lakini sabu alizofanya Suleiman Matola kumtoa Kante alafu kuja kumuingiza Soa na Mwalimu. Yes, ndio kitu ambacho kilichokuwa. Kuna wakati substitution zinaweza zikakulipa au unaweza zikaweza kuletea hasara. Lakini sisi tuliona Mwalimu Nana baadaye alipoona mechi imekuwa ngumu akafanya zile sabu ambazo ukiangalia katika kimpira unaweza kusema kama alikuwa na riski. Ziliwalipa kiasi gani? Zimetulipa kwa sababu ukipata goli moja maana yake ni point 3 hizo. Yes. Zililipa sana. Na unaweza kuangalia ni aina gani ya mwalimu ambaye anaiongoza timu, na aliangalia akasema mchezo akajua kwamba hapa natakiwa nifanye substitution ili kuweza kuipa nguvu timu. Huyo ilikuwa mnamuonaje jamani? Hakuwa ni mchezaji mzuri, lakini changamoto yakuwa anataka pengine aonyeshe vitu vingi kwa wakati mfupi. Umeelewa? Yani anatamani alionyeshe jukwaa kwamba yeye ana uwezo kiasi gani, wakati huo anataka aisaidie timu. Kwa maana hivyo anakupa. Hiyo lugha umetumia sidhani kama rasmi, lakini ni mchezaji ambaye kuna wakati anahisi anaweza akafanya jambo, lakini kuna muda mpira unamkataa. Kwa mfano kama mechi hii ya juzi au tulicheza na Coastal Union, ukiangalia zaidi unaweza kuona uwanja ukuwa rafiki kwetu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine acha ikubwa tu, kuna pasi nyingine zilikuwa zinapigwa zifiki kwenye wakati kwa sababu ya uwanja ulikuwa sio rafiki, lakini yote kwa yote ilikuwa ni mchezaji mzuri, akipata time vizuri na kaelezwa kwamba anatakiwa muda gani afanye nini, ni mchezaji mzuri, anakuja kutusaidia sana baadaye. Unatamani kuona Young Africans wakifanya marekebisho kwenye safu ya ushambuliaji katika dirisha hili dogo ambalo linakwenda kufunguliwa muda sio mrefu? Natamani iwe hivyo kwa sababu timu yetu haina wale wachezaji ambao wa daraja la mwisho, wanasema daraja A. Umeelewa? Kwa hiyo lazima upate mchezaji ambaye pengine uende ukagonge hodi pale National Hali, Mamelodi ukagonge hodi. Nimeona kama kocha anamtaka mchezaji mmoja wa Angola. Yeah, of course. Yaani ile kuweza kuimarisha kikosi. Sio sisi tu peke yetu. Hata National Hali watafanya usajili wa kuongeza maeneo. Hata Pyramids watafanya hivyo. Kwa hiyo kuongeza kwenye safu ya ushambuliaji mchezaji mwingine na wachezaji wengine ni jambo jema, kwa sababu lazima uwe na wachezaji ambao wana class kubwa sana ili kama unataka ushinde haya mataji makubwa. Lakini kwa maana ya wale kuwepo
wana uwezo wao, lakini bado tunahitaji tuongeze tu wachezaji wengine ambao wana uwezo zaidi yao, sababu uwezo kumlinganisha kama Fiston Mayele na Dube. Ukiangalia kiuhalisia, acha mambo ya ushabiki, kiuhalisia unamuona kabisa kwamba Fiston Mayele ni mchezaji ambaye ana daraja juu pengine kuliko hata Dube. Kwa hiyo tunahitaji wakati mwingine kuwa na wachezaji, sio kwamba eti Mayele na Dube tumwache, lakini tumuongezee mtu mwingine ambaye atakuwa na daraja la juu zaidi. Unaridhishwa na namna kocha Pedro Gonçalves anapo upangaji wake wa kikosi? Naridhishwa kwa sababu timu inafanya vizuri. Labda pengine akifanya vibaya tutakuja kuzungumza. Sasa hivi katika eneo langu bila ushabiki ninachoangalia kwamba timu inafanya nini? Timu inashinda. Sasa kama inashinda manake kocha amefaulu katika kile ambacho yeye anakiamini. Kushinda lazima uletwe na ubora wa wachezaji. Wachezaji wetu ni bora. Changamoto ni kwamba huyu Pedro hana muda mrefu na mpira si kama kuna eka chumvi kwenye mboga na Korea. Kwa hiyo inatakiwa kocha apewe muda. Akipewa muda hiki ambacho mashabiki na wanachama wa Yanga ambacho wanakitazamia wakione kitakuja baadaye, lakini kwa sasa uwezo kumtemu kwamba kocha kwamba amefanya vitu vikubwa sana, kwa sababu muda ambao anao kwenye kikosi ni muda mchache sana. Kwa hiyo baadaye akipata kama miezi 6 mwaka hivi ndio tukazungumza wengine, lakini timu angalau inaonekana timu inacheza, japokuwa haijaja katika kile kiwango cha kampa tena, si gusa acha tuende kwao, hatujafika pale, lakini angalau unaiona Yanga ambayo sasa hivi inacheza, ina kasi, ina kaba, inachezesha vizuri. Kwa hiyo kocha naye apewe nafasi yake, kwa sababu kwa kipindi kifupi angalau unaiona Yanga ambayo ina mabadiliko kiasi. Pengine Yanga ya sasa hivi inalinganishwa na Yanga ya msimu uliopita. Bado haijafika hapo. Utakuwa ni pengine mtu mjui football ukazungumza hivyo. Yanga ile ambayo ya kampa tena gusa acha tuende kwao haijafika, lakini kwa sababu ya muda mchache ambao kocha wetu Pedro anao. Kwa hiyo akipewa miezi 6 mwaka hivi kuna mabadiliko nadhani yataonekana. Na kwa utulivu ambao unauona kwenye timu yetu ya Yanga sasa hivi, uwezekano huo wa kukaa kwenye kipindiko inawezekana kwa muda mrefu zaidi. Naam. Sababu bila utulivu wa timu kwa maana ya mashabiki, uongozi, kocha anaweza kaondolewa tu wa muda sio mrefu kujikuta kocha ameondolewa, lakini kwa hiki tunachokiendea inaonekana kocha anaweza kukaa muda. Meja kama Meja, unatamani kuona Boka na Zimbwe nani akipewa dakika nyingi zaidi? Wachezaji wote wazuri, inategemea tunataka nini. Ukitaka kushambulia utamhitaji Shadrack Boka, ukihitaji kuzuia utamhitaji Zimbwe JR. Kwa hiyo kama Boka amekuwa na makosa mengi sana akishafika kule mbele. Sina hakika na hilo. Mimi ninachomuona Boka anapofika mbele, yani kwa maana ya akitoka kwenye ule mstari wa katikati, yeye anakimbia sana na anatia cross ndani. Lakini ukimwangalia Shabalala Mohamed Hussein, yeye anazuia sana na anashambulia kwa kupiga pasi. Kwa hiyo kuna wakati unahitaji mtu kama Boka, kuna wakati unahitaji mtu kama Mohamed Hussein. Kwa hiyo inategemea na mechi, na ndio maana umeona wote wawili wapo wale. Kwa hiyo kuna hitaji ya mechi. Kwa kuna mechi itamhitaji Shabalala, kuna mechi itamhitaji Boka. Wote ni wachezaji wazuri. Kiwango cha golikipa Msheri, wewe kama wewe Meja unakionaje? Msheri ni golikipa mzuri sana na ndio maana alisajiliwa pale Yanga, lakini alikuwa mzuri wakati alikuwa mzuri zaidi wakati yuko Mtibwa, lakini amekuja Yanga amekosa game time, ndio kinachomhukumu. Lakini kwa sasa hivi ana mechi kama 2 hivi amecheza, nadhani ikitokea hatuombei, lakini kwa sababu wote ni wachezaji wa Yanga. Amekuwa bora kiasi gani kupitia kwa Djigui Diarra? Amekuwa bora katika wachezaji magolikipa wazawa, naye unaweza kumtem katika magolikipa wazuri. Ni kwa nini sasa hawaitwi timu ya taifa? Sasa timu ya taifa mwezi mkaenda wote, yani timu ya taifa lazima kuna idadi ya wachezaji wataenda, kwa hiyo mimi sioni kama tatizo. Ukimwangalia Msheri ni goalkeeper, lakini umri wake ndio unasogea, yani sio mkubwa, kwa hivyo kwa kusema kwamba labda amezeka sana. Kwa hiyo kuna watu wana nafasi sasa hivi, kwa mfano kama yule goalkeeper wa Simba Yakub ambaye hayuko fit sana. Hilo unazungumza wewe, mimi siwezi kuzungumza swala kama hilo.